tena, karibu kwenye wakati mwingine. Wewe kiongozi, wewe ambaye baba, ambaye ni kwa ajili ya rafiki, wewe malikia ambaye ni mama, kijana, binti, rangi zote, wa imani zote, viongozi wa imani, viongozi watumishi wa aina zote, karibu kwenye Kweli Yote TV. Kwa hiyo kabla ya kuendelea, basi tushukuru. Baba mwema mzuri, tunakushukuru kwa majira hii ya pekee, kwa sababu ni haki yako mwenye kwa ajili ya kutukaribisha, utufundishe na sisi tufungue akili, masikio, macho kwa ajili ya kuelewa yale mema na mazuri, kwa sababu ni wakati huo wa kuelewa kweli yote kwa ajili ya kuishi maisha juu ya nchi. Imetokea. Karibu sana, karibu kwa ajili ya fundisho lake yeye Baba ambaye ni kweli yote, kwa ajili ya habari ya kweli yote ambayo ni ya siku ile ambayo tulikuwa tunaisubiria sana sana sana. Ni ya pekee na huwezi ukapata mahali popote, kwa maana alisema atakuja kama mwizi na amefika, na ndio anayetufundisha. Kwa hiyo ina maana karibu upate muda usikilize kabisa na ujifunze ukiwa unaandika, kwa sababu hakuna tena udanganyifu juu ya nchi. Basi karibu sana. Leo ni kwamba ufalme usioangamizwa na yoyote uko juu ya nchi. Ufalme usioangamizwa na yoyote uko juu ya nchi. Kila mahali pale ulipo, upo kusini, mashariki, magharibi, kaskazini, kwenye mataifa yote upo, ukiwa sasa hivi una operate kuhakikisha wote tunapata hii habari ya kweli. Sasa huu ufalme umeangamiza silaha zote zilizoharibu uumbaji. Kwa hiyo kuna silaha zilizotumika kuharibu uumbaji. Kwa hiyo ni ufalme tu peke yake wa kweli yote ndio unaoangamiza mfumo huo. Kwa hiyo tukisoma mahali pa Danieli 2 ile 44, Danieli 2:44, na katika siku ya ufalme hao yeye Baba ambaye ni kweli yote atausimamisha ufalme ambao hutaangamizwa umilele, wala watu wengine hawataachiwa enzi yake, bali utavunja falme hizi zote vipande vipande na kuziharibu. Kwa hiyo huo ni ufalme ulikuwa unatajwa hapa. Alikuwa ni Danieli, wakati anasema kuna majira na kuna wakati, kuna ufalme. Ufalme ina maana ni mfumo, ni nguvu ya ufalme wake wa maelezo yote ambayo ni wa Baba. Kwa hiyo akasema utakuwepo ufalme usioangamizwa na yoyote, yaani ina maana utaangamiza, kama vile ambavyo Mathayo 24 ile 1 na Marko 13 na ile Luka 21, kwamba akija ataangamiza, jiwe juu ya jiwe halitabaki. Huo ni ufalme, kwamba ukifika ina maana kila mmoja ataelewa kwamba huu ni ufalme. Kwa hiyo ndio maana akasema misingi ya dunia itatikisika, lakini wengi hawataweza kuelewa, kwa sababu watakuwa wamekutwa wako kwenye biashara, wako kwenye ule utumwa wa vitu na watu. Lakini kadiri saa zinavyokwenda wanaelewa kwamba haya mambo yanayoendelea haya ni ya yeye mwenyewe. Kwa hiyo sasa huo ni ufalme, ina maana tunaona uko juu ya nchi kwenye Ufunuo ile 20, Ufunuo 11 ile 15. Na ujumbe wa utimilifu ukapiga tarumbeta, pakawa na mamlaka kuu juu ya mbingu zote, ikisema ufalme wa dunia umekwisha kuwa ufalme wa yeye kweli yote, naye atamiliki hata umilele. Na wale wazee 24 waketio mbele za yeye katika viti vya enzi wakaanguka kifudifudi, wakamsujudu wakisema, tunakushukuru wewe Baba uliyeko na uliyekuweko, kwa sababu umetoa uweza wako ule mkuu na kumiliki. Na mataifa walikasirika na hasira yako nayo ikaja, na wakati wa kuhukumiwa waliokufa ukafika, ili kuwapa thawabu yao wote manabii wako watakatifu, wadogo kwa wakubwa.
na kuwaharibu wale waharibuyo uumbaji. Yaani kuna wale waliokuwa na haribu uumbaji wa Baba, kisha hekalu la yeye likatoka mahali pake likafunguliwa. Ndio hili ina maana ufalme ni mfumo, ni system. Ufalme bila kalenda ya ambayo ni mfumo ndio system, ndio ufalme. Ndio maana unaona Rome Empire kwa ajili ya Rome Empire kwa ajili ya watoto wa Ishmaeli, na nguvu kwa ajili ya Wachina, wa Japan, wote na imani mbalimbali zina majira. Sasa kuna majira ambayo inakuwa ni utawala mkubwa wa yeye mwenyewe ambao unahusika watu wote, yaani ule utawala wake yeye, ule wa kweli, kwa sababu ile mamlaka ambayo inasimama juu ya falme nyingine zote ni kweli yote, kwa sababu kweli ndiyo inaonekana ndiyo jiwe, kwa sababu jiwe ndio litavunja sanamu hizo na kuziangusha, kama vile ambavyo imetamka Danieli 8:12 kwamba walipobahatisha kukanyaga kutofundisha kweli, ina maana ufalme wa dunia ulijitukuza. Utasoma hapo. Kwa hiyo ufalme huu ni ule ufalme wa Baba, ambao Baba ni kweli yote. Kwa hiyo ni ule ufalme wa kweli yote juu ya nchi. Sasa unaangamiza silaha. Kuna silaha ambazo zilikuwa zinatumika juu ya nchi ambazo zimeharibu uumbaji wake yeye Baba, na nchi ikatolewa kwake pamoja na ile sadaka kuteketezwa kwa sababu ya makosa, nayo ikaiangusha kweli hata chini, ikatenda kama ilivyopenda. Ndio maana hata wakati anakuja sasa huyo kweli kwa levo ya Yesu, kwa kusimamisha ile Yohana 8:32 haikuwezekana, kwa sababu tayari kuna nguvu ya silaha ambazo tayari zilikuwa zinatumika na zilikuwa zinaonekana kama kusimamisha ufalme huo. Kwa tunaona sasa ufalme huo ambao ulikuwa haupo, tulikuwa utumwani katika ile miaka 930 na ile miaka 70 mpaka utimilifu ule ufalme ndio ufike, ule wa kweli wa sisi sote kuwa kwenye moja, kwa ajili ya wote kuunganishwa kupitia Zekaria 14 ile 7. Lakini itakuwa siku moja iliyojulikana na yeye, sio mchana wala sio usiku, lakini itakuwa ya kwamba wakati wa jioni utakuweko nuru. Hii ndiyo mamlaka. Hata ukisoma kwenye nguvu ya Ufunuo 21:23 utakuta ni ufalme usiokuwa na usiku wala mchana, na mji ule hauhitaji jua wala mwezi kuangaza, kwa maana utukufu wa yeye mwenyewe hutia nuru, na taa yake ni kweli yote, na mataifa watatembea katika nuru yake, na wafalme wa nchi huleta utukufu wao ndani yake, na milango yake haitafungwa kamwe mchana, kwa maana humo hamna usiku. Kwa hiyo ni majira, hii ya majira iliyokuwa tayari imetekwa kupitia Yeremia 33:20, ile majira ya mwaka wenye miezi 12 iliyokuwa tayari maagano ya gizani walikuwa wameteka hii Yerusalemu ya kwanza. Ina maana ikawa na agano la usiku na mchana. Ndio maana dunia wakaweka 24 hours. Walipoweka 24 hours, ina maana wakawa wanabadilika usiku. Kwa hiyo mchana ukawa ni usiku na usiku ukawa mchana. Kwa hiyo watu wote tukawa tumepelekwa mahali ambapo kwa uhalisia sio mahali sahihi. Kwa hiyo mpaka alete ile mfumo wake yeye ambao ndio utawala wake yeye. Hata Ufunuo 22 ule mstari wa 5, wala hapatakuwa na usiku tena, wala hawana haja ya taa wala nuru ya jua, kwa kuwa yeye Baba huatia nuru, nao watatawala milele na milele. Ina maana watatawala kupitia mfumo huu juu ya nchi, sio mbinguni,
Kwa hiyo huo ndio utawala ambao tayari baada ya miaka 70 kwa ajili ya Yeremia 25:12 na Yeremia 29:10-14, kwamba baada ya miaka 70 Babeli atahukumiwa. Kwa hiyo kulikuwepo na utawala uliokuwa wa Babeli kwa ajili ya kumilikiwa na zile roho ambazo na ibada mbalimbali juu ya nchi, kwa ajili ya kuabudu miti, kuabudu watu, kuabudu mawe, kuabudu watu waliolala. Hizo zilikuwa ibada mbalimbali. Ndio maana akasema kwenye Ezekieli 43, ndio anasimamisha hapo ufalme. Tunasoma Mathayo 21:43 kwanza, alafu ndio twende kwenye Ezekieli, alafu twende tukajue silaha gani hizo. Mathayo 21. Kwa sababu hiyo nawaambia, ufalme wa Mungu utaondolewa kwenu, nao watapewa taifa lingine. Kwa sababu Israeli ambayo ilikuwa kwa ajili ya kabila 12, ambayo mfumo wake ni Yeremia 33:20-26 na ile Ezekieli 8:12-13 kwa ajili ya agano la Ufunuo 21 ile 10 mpaka kwa ajili ya msingi wa Yerusalemu wa kabila 12, mitume 12, ile nguvu kwa ajili ya majina 12, nyota 12, mwaka wenye mwezi 12. Ina maana huo ni msingi. Ndio maana akasema kwenye Luka 22 ile 30 atauvunja huo mfumo, kwa sababu ni mfumo ambao hauna utukufu. Kwa ndio maana akasema tahamisha ufalme. Atahamisha, yoyote anayehamisha ufalme anakuwa na mfumo ule wa kweli kwa ajili ya watu wote, na mfumo wa kweli kwa watu wote ni majira isiyokuwa na mchana wala usiku, kwa sababu hii tayari ni agano la mchana na usiku, kama tulivyofundishwa kwa ajili ya agano la Suleiman kwenye Wafalme wa Kwanza ile 10, agano la 6:6, watu wakiwa wamepigwa chapa ya asili kwa ajili ya yule mnyama, namba ya mnyama na yule kahaba, kwa ajili ya mifumo iliyokuwa kwa ajili ya lugha, kabila, imani zetu na tumaini. Kwa hiyo ilikuwa ni mifumo kweli kweli. Kwa hiyo tunaona kwa uhalisia, hapo ndipo ambapo tulikuwa tumeanguka. Ndio maana nguvu ya ibada kwa ajili ya mitume 12 ukawa nguvu ya ibada hakuna. Kwa hiyo ndio maana unaona tulikuwa tunafundishwa ibada za mbinguni. Kwa hiyo kama utafundishwa ibada za mbinguni hapa juu ya nchi, nani anakaa? Lakini kwetu ni hapa, kwa sababu Mwanzo 2:15 ile kwamba Adam aliwekwa hapa. Kwa hiyo ni ule mfumo wa kutoelewa tu mbinguni ni nini, na nguvu ya mbingu na nchi, na ile nguvu inayosimama kwa ajili ya mauti na kuzimu, hata ile mawinguni. Kwa hiyo hatukuelewa maana halisi ya mbinguni, kubwa kabisa hilo, lakini sasa tunaelewa kwa uhalisia. Kwa hiyo kuhama wa ufalme, yani kuhama, ni lazima kuwe na mfumo. Hauhamishi tu kwa sababu umesema. Ndio maana unaona Paulo yuko kwenye mfumo huu wa mwaka wenye miezi 12 kwenye 31, wakati wiki ni siku 7, mwezi ni wiki 4. Kwa hiyo 7 mara 4 ni 28. Kwa hiyo ibada halisi inatakiwa iwe humo, na uumbaji kwa ajili ya Luka 1:26 kwamba mwezi wa 6 mpaka mwezi wa 2 unapata miezi 9 ya kuzaliwa mfalme Yesu. Lakini akazaliwa akakuta tayari nguvu ya empire tayari wakina Kaisari wapo wanatawala, kwa sababu walikuwa wamepewa dhamana hiyo. Tunaona sasa hapa kwenye Ezekieli 43 ufalme ndio unakuwepo hapo. Nasoma hapa Ezekieli 43 ile 2 ile 1. Kisha akanileta mpaka langoni, yani lango lile lielekealo upande wa mashariki. Na tazama, huo utukufu wa yeye ulitokea kupitia langoni la mashariki. Kuna lango la mashariki na kuna langoni pa mashariki. Panapotokea ule mfumo, unaweza kuwa umetangazwa kwenye mataifa mbalimbali, inaweza kuwa umetangazwa Uganda, Tanzania, lakini mahali pa kupatikana hiyo system, ile mfumo
ndio mahali ambapo tayari ule mfumo unaanzia kutangaziwa hapo. Kwa hiyo langoni, unaona lango Eastland ndio langoni iliyoileta hii mfumo wa majira ya watu wote. Akaniambia, mwanadamu, hapa ni mahali pa kiti changu cha enzi, mahali pa nyayo za miguu yangu nitakapokaa. Huu ni mstari wa 7. Kwa utasoma tu yote. Cha enzi, mahali pa nyayo ya miguu yangu nitakapokaa kati ya wana wote niliohusika kuwaruhusu kuwepo juu ya nchi. Na nyumba ya Israeli hawatalinajisi jina langu takatifu tena, wao wala wafalme wao, kwa mambo yao ya kikaba na kwa mizoga ya ufalme wao katika mahali pao pa juu, kwa kuweka kizingiti chao karibu na kizingiti changu. Kwa hiyo tulikuwa tunafananisha ibada, lakini ndani kwa uhalisia tulikuwa tuko mbali. Sasa ameturejesha, mfumo ni huu wa kalenda ya mwaka wenye miezi 9. Hii ni ya ibada ya watu wote. Ndio maana ndio hukumu imeanzia hapo, hukumu uongo wote juu ya nchi. Roho zote ambazo zilikuwa zinatutesa katika kutoelewa na kuendelea kuamini vitu ambavyo kwa uhalisia tumetabika sana na kuteseka sana. Hii hapa Isaya 61:2, kutangaza mwaka wa Baba kweli yote uliokubaliwa. Mwaka uliokubaliwa, si Abibu, si Adari, si Januari, si Desemba, si Muhammad wala Zulhijja, si ile miezi unayoiona ya imani mbalimbali, bali ni majira iliyokubalika na watu wote. Na maana wiki ina siku 7, mwezi una wiki 4, 7 mara 4 ina maana ni 28, 28. Ina maana 28 mwaka unao create mtu ni miezi 9, ila uliitwa miezi. Kosa tu ni hapo, lakini mwaka wa ibada wa watu wote juu ya nchi ni mwaka wenye miezi 9. Ndio unaumba mtu akiwa na macho, masikio, nywele na kila kitu, anapokelewa na huu mfumo wa nje. Huo ndio mwaka uliobeba siku ya mwisho. Kwa hiyo huo ndio ufalme juu ya nchi ambao sasa unaangamiza silaha zote zilizokuwa zinatumika kwa ajili ya kutengeneza uharibifu juu ya nchi, kuharibu maisha yetu. Sasa silaha ya kwanza inayoangamizwa ni ile imani na tumaini. Imani imesababisha matengano sana sana sana. Ndio maana akasema hatatumia tena imani. Imani imeleta mgawanyiko. Ndio maana hapa akasema, je, nitaikuta imani? Kwa sababu imani ilitengenezwa kwenye majira ya Babeli. Kwa hiyo ikaonekana kama inafundishwa kwamba watu wangu wataishi kwa imani. Imani ya Ibrahim, hii Luka 18 ule mstari wa 8, nawaambia atawapatia haki upesi, walakini atakapokuja huyo kweli yote, moyo wa kweli, je, ataiona imani duniani? Kwa ukifungua Ebrania, wakati tunasema bila imani hakuna chochote, ina maana ilikuwa inatugawa. Ndio maana unaona kila imani, kila dini ina imani. Ndio maana akasema kwenye Amosi 5:21, anachukizwa na dini zetu kwa sababu dini zote zina imani, yaani imani imeleta matengano. Kwa sasa anasema yeye sasa ni katika kweli. Kweli peke yake ndiyo haiwezi kuleta matengano, kwa sababu kila mmoja atajua kweli, nayo kweli itamweka huru. Amosi 5 ule mstari wa 21.
Mimi nazichukia sikukuu zenu, nazidharau, nami sitapendezwa na makutano yenu ya dini. Naam, ijapokuwa mnanitolea sadaka zenu za kuteketezwa na sadaka zenu za unga, sitazikubali wala sitaziangalia sadaka zenu za amani na za wanyama walionona. Kwa nini? Kwa sababu ni mfumo wa imani. Kwa hiyo imani ndiyo imetengeneza huu mgawanyiko wa imani mbalimbali unazoziona, lakini Baba hakuwa na lile kusudi hilo. Baba alikuwa anataka tuishi kwenye kweli yote kwa level ile. Wakati unasema Yohana 8 ule mstari wa 32 kwamba mtaijua kweli nayo kweli itawaweka huru. Tasoma hapa chakula ambacho tayari kilikuwa kinaonekana juu ya nchi kama ndio uponyaji. Hii Yohana 6 mstari wa 26. Huyo kweli kwa level Yesu akawaambia akasema, amini amini nawaambieni, ninyi mnanitafuta si kwa sababu mliona ishara, bali kwa sababu mlikula ile mikate mkashiba. Msikitendee kazi chakula chenye kuharibika, bali chakula kidumucho hata uzima wa umilele, ambacho yeye Baba atawapa kupitia moyo wake wa kweli, ambao ulikuwa ni roho ya kweli, kwa sababu huyo ndiye aliyetiwa muhuri na Baba, yaani Mungu mwenyewe. Basi wakamwambia, tufanyeje tupate kuzitenda hizo? Akawajibu akamwambia, hii ndiyo kazi yenu, mwaminini yeye aliyetumwa. Kwa hiyo kila ambacho tayari kinafundishwa ndio kiamini hicho. Yaani kila ambacho kweli ndio ulikuwa unatakiwa kukikamate. Lakini sasa kwa sababu tuliamini dini, imani zetu, ina maana tukagawika. Kwa hiyo hata ile nguvu ya kuomba tunavyotakiwa kuomba kwa ajili ya kutoa, yani kupata majibu makubwa hata kwenye mataifa yetu, hata nguvu ya kuonyeshwa vitu vizuri vikubwa hakuna, kwa sababu kila mmoja ana mahali pake. Kwa hiyo hiyo ndio silaha ya kwanza iliyotumika. Kwa hiyo amefuta silaha hiyo, amesimamisha ile kweli yote. Silaha ya pili ni neno. Neno tunaona hapa akiandika kwenye Yohana 1:1 kwamba ndio neno ndio kila kitu, lakini neno sio kila kitu. Kweli yote ndio kila kitu. Nasoma hapa alafu sikilize kwa umakini kabisa. Hapo mwanzo kulikuwa na neno, naye neno alikuwa kwa Mungu. Huyo neno alikuwa kwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwa kwa Mungu. Vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Ndani yake ndimo ulimokuwemo uzima, na ule uzima ulikuwa nuru ya watu, nayo nuru yang'aa gizani, wala giza halikuweza. Sasa mstari wa 6 ndio jibu. Palitokea mtu ametumwa kutoka kwa Mungu, jina lake Yohana. Huyo alikuja kwa kushuhuda, ili aishuhudie ile nuru, wote wapate kuamini kwa yeye. Huyo hakuwa ile nuru, bali alikuja ili aishuhudie ile nuru. Ulikuwepo nuru halisi amtiaye nuru kila mmoja. Huyo alikuwa hajafika. Kwa hiyo neno si ndio nuru, kweli yote ndio nuru. Ndio maana akatuambia Yesu kwenye majira ya Yohana ile 8:32 kwamba mtaijua kweli nayo kweli itaweka huru. Kwa hiyo kweli peke yake ndio nguvu ya kufungua uumbaji, na adui anaogopa kweli. Shetani anaogopa kweli, roho chafu zinaogopa kweli, asiogopi neno. Ndio maana unaona neno anatumika mpaka na wachawi. Ngoja tuone hapa alafu utambue kwenye kipindi cha Paulo hapo na anaandikaje ile Hebrania 4. Sipingi, ila kwa sababu amekuja na ufalme hawezi akatumia silaha ambazo
ndizo zilizokuwa zimeharibu uumbaji wake. Maana neno la Mungu li hai, tena lina nguvu, tena lina ukali kuliko upanga uwao wote ukatao kuwili, tena la choma hata kuzigawanya nafsi na roho na viungo na mafuta yaliyomo ndani yake, tena li jepesi kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo. Wala hakuna kiumbe kisichokuwa wazi mbele yake, lakini vitu vyote viutupu na kufunuliwa machoni pake yeye aliye na mambo hayo. Kwa hiyo tunaona neno akiwa amefunika ile mamlaka ya kweli. Kwa hiyo yeye ndio akawa anaonekana kama ndio mtawala, kama ndio kila kitu. Kwa hiyo maadui wakawa wanajua kwamba kila ambacho kilikuwa kinatakiwa tukielewe ni ile kweli. Ndio maana unaona wiki ina siku 7, mwezi una wiki 4. Kwa hiyo 7 mara 4 28. Wewe jifikirie na akili zetu zote, tunaenda kusema mwaka unaanza saa 6 usiku, mwaka unaisha 31. Naona mchezo. Hiyo sio mchezo rafiki. Hiyo ni mambo yamewekwa juu ya nchi tukiwa Babeli. Tunaona kile ambacho kilikanyagwa, ambacho kwa kweli kabisa hicho ndicho tulichokuwa tunatakiwa tukifahamu, lakini kwa sababu tulikuwa utumwani, tulikuwa hatuwezi kufahamu. Sasa amekuja atueleweshe yote. Ile Danieli 8:12, na jeshi lote likatolewa kwa pamoja na sadaka ya kuteketezwa ya daima kwa sababu ya makosa, nayo ikaiangusha kweli hata chini, ikatenda kama ilivyopenda na kufanikiwa. Kwa hiyo walipoifunika ile kweli, akawa anafundishwa neno peke yake. Neno akawa abadilishi au zile roho za uharibifu. Ndio maana unaona ibada ni nyingi sana, badiliko alipo. Kwa sasa akasema hapana, atakuja sasa na mfumo ule ambao wewe pale ulipo, popote pale ukisikia, ukipokea, basi unafunguka pale. Hiyo ndio kweli ya Baba. Kwa na uumbaji kama unavyouona sasa hivi umetikizika, hawezi ukatulizwa na neno. Neno hawezi akatuliza uumbaji sasa hivi ulivyochafuka. Ni Baba mwenyewe na kweli yake, kwamba lazima tumwabudu Baba katika kweli, kwa sababu Baba ndio kweli yote. Kwa hiyo Baba hawezi akatumia neno. Ndio maana unaona Yeremia 18:18, wabaya wanawapiga hata waliokuwa kwenye neno. Kwa hiyo mimi nasema iliyo kweli peke yake. Yeremia 18. Hapo ndipo aliposema njoni tumpige, tufanye mashauri juu ya Yeremia, maana sheria haitampotea kuhani, wala shauri haitampotea mwenye hekima, wala neno halitampotea nabii. Njoni tumpige kwa ndimi zetu, wala tusiangalie maneno yake yoyote. Kweli tumeona wanaangamizwa waliosimamia neno, walioinua neno, waliotangaza neno kwa viwango vikubwa kabisa. Lakini kweli ndio inasimama na inafuta kabisa ule utawala wote uliokuwa unatengenezwa kwa ajili ya mapigo ya wasio haki kupigwa. Ezekieli 2:4, Ezekieli 2:6. Na wewe mwanadamu, usiogope hao, wala usiyaogope maneno yao, ijapokuwa ni miiba na michongoma pamoja nawe unakaa katikati ya nge. Usiyaogope maneno yao, wala usifadhaike kwa sababu ya nyuso zao, wajapokuwa ni nyumba yenye kuasi. Nawe utawaambia maneno yangu, kwamba watasikia, kwamba hawataki kusikia, maana hao walikuwa ni nyumba ya kuasi. Bali wewe mwanadamu, waeleze. Kwa hiyo nawaeleza kwa sababu ni kweli yote.
Kwa hiyo tunaona hiyo silaha ndio maana inafutwa, haitafanya tena. Kwa hiyo tutabaki na yale maelezo ya kweli yote peke yake. Neno hatumiki kwa sababu ndio ametekwa kwa ajili ya kuharibu uumbaji wake, watu waovu kuendelea kutumia. Ndio maana unaona mpaka wabaya wanatumia neno. Wewe kabisa, watu wengi unapita unafanya hivi kitambaa, watu wanaanguka. Kwani wanaangukaje? Si kuna udanganyifu pale? Watu wanatakiwa kufundishwa kuwa soft na kutoka. Kwa hiyo ni silaha ya kwanza. Silaha ya pili ni sauti. Sauti nayo ni silaha ya Muumba iliyotekwa ikatumika kwa ajili ya kuangamiza na kuharibu, kwa sababu hawana chochote ufalme wa giza, ila ni vitu vya Baba ambavyo alikuwa anaviachilia kwa matumizi, vikatekwa vikatumika, kwa sababu Babeli alimilikishwa kila kitu na neno. Kwa hiyo tunaona sauti, Kumbukumbu 28:1 kwamba ukitii sauti utakula mema ya nchi. Lakini tunaona sivyo. Pale tutakapopaona utaona mwenyewe, na yeye Baba atatufundisha na tutaelewa. Itakuwa utakaposikia sauti ya Baba ambaye ni kweli yote, kwa bidii kutunza kuyafanya maagizo yake ni kuagizao leo, ndipo yeye Baba atakapokutukuza juu ya mataifa yote ya dunia, na baraka zote zitakufuata. Kutoka 19:5. Na sasa basi, ikiwa mtaitii sauti yangu kweli kweli na kushika agano langu, hapo ndipo mtakapokuwa tunu kwangu kuliko makabila yote ya watu, maana dunia yote ni mali yangu. Tunaona, lakini kosa tunaliona kwenye nguvu ya Mwanzo 3:7. Yule aliyepewa dhamana alikimbia ile sauti, kisha wakasikia sauti ya yeye kweli yote ikitembea bustanini wakati wa kupunga. Adam na mkewe wakajificha kati ya miti ya bustani ili wasionekane. Yeye Baba ambaye ni kweli yote akamwita Adamu, akamwambia uko wapi? Akasema, nimesikia sauti yako bustanini nikaogopa, kwa kuwa mimi ni uchi. Kosa ni kwa sababu tayari ile Mwanzo 2:23-25 imefanyika. Adam na Hawa wamemwacha Baba, wakaambatana wao kwa wao, kwa hiyo wakawa uchi kwenye akili. Kwa hiyo nguvu ya kupokea ile sauti ya Baba hakuna. Kwa hiyo tunaona sauti inageuzwa kuwa laana. Kwenye Misali 26, Misali 27, ule mstari wa 14. Mtu ambarikie mwenzake kwa sauti kuu asubuhi na mapema, itahesabiwa kuwa ni laana. Kwa nini? Kwa sababu tayari aliyekuwa ametangulia kwa ajili ya kuitumia ile sauti hakuna tena ndani yake, hayupo, na generation yake yote ni ya kukimbia. Kwa hiyo tunaona sauti na yenyewe ikiwa tayari paralyzed. Ndio maana Wakorinto kwa Paulo sasa naye anasema, Wakorinto wa pili 14, Wakorinto wa kwanza 14:10. Wakorinto wa kwanza 14 ile mstari wa 10. Yamkini ziko sauti za namna nyingi duniani, wala hakuna moja isiyo na maana. Basi nisipoijua maana ya ile sauti, nitakuwa kama mjinga kwake yeye anenaye, naye anenaye nitakuwa mjinga kwake. Ndio maana
hata kunena kwa lugha hakupendezi na yeye. Yeye anapenda kufundisha kile ambacho ni cha kweli. Ukisoma hiyo Wakorintho wa kwanza 14:1. Vivyo hivyo na nyinyi, kwa kuwa natamani sana kuwa watu wenye karama za Roho, takeni kwanza mzidi sana kuwa nazo na kulijenga kanisa. Kwa sababu hiyo yeye anenaye kwa lugha aombe apewe kutafasiri. Sasa hakuna maana, mkiomba kwa lugha, roho yangu uomba, lakini akili zangu hazina matunda. Imekuwaje basi? Nitaomba kwa roho, tena nitaomba kwa akili pia. Nitaimba kwa roho, tena nitaimba kwa akili pia. Kwa maana wewe ukibariki kwa roho, yeye aketee kwa mahali pa mjinga ataitikiaje? Baada ya kushukuru kwako akiwa hayajui usemaji. Maana ni kweli wewe washukuru vema, bali yule mwingine hajengwi. Na mshukuru kweli yote kwa haya unayoyasikia. Kwa hiyo tunaona sauti na yenyewe tayari wakiwa wamehai wanayo dunia. Neno la ufunuo hilo hata shetani analitumia kwa sababu ya kujigeuza, kama vile ambavyo akiwa anaingia kwenye akili. Hata Mr. Paul hapa anasema Wakorintho wa pili 14 ule mstari wa 10, Wakorintho wa pili 11:14. Wala sio ajabu, maana shetani mwenyewe hujigeuza awe mfano wa malaika wa nuru. Basi neno si neno kubwa, watumishi wake nao wakajigeuza kuwa wawe mfano wa watumishi wa haki, ambao mwisho wake watakuwa sawa sana na kazi zao. Ndio maana akasema kila kazi itapimwa kwa wakati huu. Kwa tunaona hiyo nguvu kwa ajili ya majira neno la ufunuo. Ile ni majira ya kipindi cha unabii. Ndio ufunuo unasema, ufunuo kapewa ufunuo mzuri sana huyu. Au ufunuo, majira ya ufunuo imeisha. Neno la ufunuo limeisha. Neno ni neno. Kwa hiyo sauti amefutwa, hilo jeshi lililosababisha watu tuharibike na tuharibiwe na adui. Kwa sababu chochote ambacho hakina mahali pa kubadilisha kinageuka kuwa sumu. Andiko na lenyewe Wakorintho wa pili 3:6 alikuwa na maana tofauti, lakini sasa kwa sababu ya majira yake haikueleweka. Andiko huwa, kwa hiyo watu tukawa tuna claim maelezo halisi, kwa sababu roho wa kweli hakuachiliwa. Kwa hiyo tukawa tunafundisha tu mambo ya maandiko. Ndio maana unaona hata vita ya siku ile hakuna aijuaye. Kwa hiyo tunaona hakuna mahali pa andiko linaweza kutupeleka. Pumzi nayo ni jeshi ya mauti iliyotekwa kwenye Mwanzo 2:7. Wakaitumia wao kufanyia nguvu ya kuweka kwenye miti, kwenye mawe, wanapuliza ile pumzi. Ile jiwe linatoa baraka, ule mti unatoa baraka, hata mtu aliyelala anatoa baraka, kwa sababu tayari pumzi walikuwa nayo. Ufunuo 13 ule mstari wa 15. Akapewa kutia pumzi katika ile sanamu ya mnyama, hata ile sanamu ya mnyama inene. Ndio maana ulikuwa tunaenda sisi tulio hai hivi na macho na masikio, tunaenda kwenye vitu ambavyo havineni wala haviongei. Kwa hiyo tunaona vinatubariki. Hatujui nani anatubariki ndani ya hiyo nguvu ya jiwe, au nguvu ya ule mti, au nguvu ya mtu ndugu yangu amelala. Yeye hafanyi kazi. Sasa wapi na wapi anabariki? Hilo jiwe aliendi hata kufanya kazi. Wapi na wapi linabariki? Huo mti
hauendi. Sasa unabariki vipi? Ina maana kuna kitu ndani kilichowekwa na huyo jamaa. Kwa tunaona hizi silaha ndizo zilizosababisha hata tusielewe sasa maana ya joka, maana ya kahaba, maana ya mnyama, maana ya nabii wa uongo, hata baba wa uongo na ibilisi na shetani. Kutojulikana hata sita, hata vita ya siku ile. Kwa tukawa tumepofushwa kabisa. Hakuna aliyekuwa naweza akajifungua kwenye majira hiyo, mpaka majira ya siku ya mwisho ambayo anatukomboa na nguvu za kaburi, ile nguvu ya udanganyifu juu ya nchi. Tunaona kwenye Mathayo 22 ule 29, huyo kweli akawaambia, mwapotea kwa sababu hamyajui maandiko wala uweza wa Muumba. Kwa kweli kwa majira ile hatukuweza kujua, ndio maana akasema hivi. Kwa hiyo wao ndio wakawa wametengeneza majira. Joka ina maana ni ndimi mbili, udanganyifu. Kahaba ni yule aliyekuwa amechukua majira ya Hawa akaita miezi 9 baada ya mwaka wenye miezi 9. Tunaona mnyama ni ile nguvu ya ibada za makafara, ibada mbalimbali za kunywa damu. Damu haitaki kunywea. Hiyo ndio nguvu ya roho za wanyama kuwa ndani yetu. Hiyo Walawi 17 yule mstari wa 11 wa 10. Kisha mtu awaye yote wa nyumba hii na miongoni mwa hao wageni wakao kati yao atakayekula damu ya aina yote, nitakunja sura yangu juu ya mtu huyo alaye damu, nami nitamkatilia mbali na watu wake, kwa kuwa uhai wa mwili u katika hiyo damu. Kwa hiyo hatukuruhusiwa kula damu, ili tusiwe na maspiriti ya yale ambayo yalikuwa yanaendelea, uhai wa ng'ombe, uhai wa wanyama mbalimbali. Kwa hiyo nimewaambia wana wote, hapana mtu miongoni mwenu aliye na ruhusa ya kula damu, wala mgeni aketie ndani. Kwa hiyo nimewaambia ndani ya uhai huo ndio damu yake ipo. Ndio maana hiyo damu ya Abili ikawa inatumika. Ndio maana akatuambia tusinywe damu. Damu inaongea. Ndio maana ukinywa damu ya mnyama anaongea ndani. Mwanzo 4 ule mstari wa 8. Kaini akamwambia Abili nduguye, twende uwandani. Ikawa alipokuwepo uwandani, Kaini akamwinukia Abili nduguye, akamuua. Yeye kweli yote akamwambia Kaini, yuko wapi Abili nduguye? Yuko wapi? Akasema, sijui mimi, ni mlinzi wa ndugu yangu. Akasema, umefanya nini? Sauti ya damu ya ndugu yako inanililia kutoka katika nchi. Kwa hiyo hata wakati tunakunywa damu ya Yesu, tulikuwa tunasababisha uharibifu mkubwa sana juu ya nchi, kwa sababu wale walikuwa najua kwamba baba alikataa kunywa damu na hakuwa na maana ya hiyo damu, ila yeye alikuwa na maana ya lile fundisho. Tutaona hapo kwenye Yohana 6 ule mstari wa 54. Aulaye mwili wangu na kunywa damu yangu ana uzima wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho. Tukaishia hapo, tukajua ni kunywa, kubadilisha maji kuwa damu, kubadilisha mzabibu kuwa damu. Neno damu hakutaka, kwa maana mwili wangu ni chakula cha kweli na damu yangu ni kinywaji cha kweli.
Sasa tukawa tunakunywa damu ya kumiminika. Ndio maana akasema utakaso ni uko katika kweli yote, na Baba ndiye anayetufufua kwa sababu yeye ni kweli yote, na nguvu ya madhabahu juu ya nchi ni ya uongo. Kwa hiyo anafuta uongo kwetu kwenye uumbaji. Kwa hiyo zile roho zilizojificha juu ya nchi ambazo ndio zimetengeneza msingi wa dunia, mauti na kuzimu, hasiwezi kukaa. Kwa ndio maana huyo mnyama imefutwa kabisa. Kwa hiyo ilikuwa natamka hapo kupitia ile mahali pa Ufunuo. Tusome Ebrania hiyo aliyoisema huyu Paulo. Lakini Kristo akija kuja, aliyekuwa ni mkuu wa mambo mema yatakayokuwepo kwa hema iliyo kubwa na kamilifu zaidi, isiyofanyika kwa mikono, maana yake sio ya ulimwengu, wala sio kwa damu ya mbuzi, bali kwa damu yake mwenyewe aliingia mara moja tu katika patakatifu, akiisha. Huyu ndiye alichochea watu kunywa damu. Basi zaidi ya damu ya Kristo, ambaye kwa roho wa milele alikuwa yeye anasema hapa kwamba ile damu haina utendaji wa kumiminika hivi roho, yani kwa sababu moyo wa Baba haushikiki, ila wenyewe una maelezo kama haya. Kwa ndio maana unaona hakuna agano lolote juu ya nchi linaloweza kulishi bila damu. Sasa hapa, kwa hiyo mpaka uue kitu, ndio maana makafara yalikuwa mengi juu ya nchi, majadi manini. Lakini sasa hivi hamna, Baba yuko juu ya nchi, biashara za ujanja hizo hazipo. Maana agano la urithi lilipo, lazima iwepo mauti yake aliyelifanya, kwa maana hakuna urithi. Maana agano la urithi lina nguvu palipotukia kufa kwa mtu, kwa kuwa halina nguvu kabisa akiwa yu hai. Kwa hiyo hata nguvu inaona dunia na ugeni walikuwa na enjoy, kwa sababu mahali pake pa ibada watu hawatakiwi kunywa damu. Neno damu hawatakiwi, na kuwa na maana hiyo. Kwa hiyo ndio maana tukawa sasa nguvu ya chapa ya mnyama, Ibilisi, nabii, ndio tukawa tumekuwa. Lakini sasa tumeshajua kwamba msingi wa wote hao ni nguvu ya ile Yerusalemu ya kwanza iliyotekwa. Ina maana ni uongo juu ya nchi. Ndio maana Isaya ile 28:14 mpaka 19 tunaiona, na hiyo ndio ilisababisha haya majeshi, hizi silaha ya neno, silaha ya sauti, silaha ya neno la ufunuo, silaha iliyokuwa ya andiko, silaha ya pumzi ya mauti. Haikuruhusu kabisa tuelewe maana ya mbinguni. Haikuruhusu kabisa tuelewe maana ya mbingu. Haikuruhusu kabisa tuelewe maana ya wingu, tuelewe maana ya mawinguni, hata tuelewe maana ya mauti na kuzimu, hata ule ufufuo wa siku ya mwisho na matumizi yenyewe ya damu. Kwa hiyo hawakuruhusu, lakini sasa tumeelewa. Kwa hiyo sasa hata zile nafsi ambazo wanasema utatu mtakatifu, hapa mwenyewe mara moja tu nitaonyesha, hapo tutamalizia. Mathayo 28:19 alisema wakati huo akiwa kinabii, Mathayo 28:19, basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na jina la Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyoamuru. Nanyi tazama, mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Ukamilifu wa dahari ni kujua Yesu alitumwa nini. Ndio mwisho wa injili ya Yesu, injili ya unabii. Kwa tunaona hapa huu utatu mtakatifu ukiwa yeye anaondoka na hii nguvu, kwa sababu alikuwa kiunabii.
na wale mitume aliwaonyesha hakuna aliyekuwa anaamini. Sasa ni nani alipeleka hiyo habari? Ndio utapata jibu. Na huyo Roho aliyekuwa anaonekana Utatu Mtakatifu ndio tutaona kidogo tu hapa Marko 16 ile 14. Baadaye akaonekana na wale 11 walipokuwa wakila, akawakemea kwa kutokuamini. Tunamwona Petro akiwa ameachana na ile nguvu ya kila ambacho alikuwa amekusudia kwa ajili ya kufuatana na lile fundisho, lakini kwa sababu hakuwa na kosa, kwa sababu ilikuwa kiunabii kupitia Isaya 6 ile 8 hadi 13. Kwa hiyo ili atuonyeshe madhabahu ya Yerusalemu iliyokuwa tayari iko wiki, kwa sababu kabila 12 ni wiki, mitume 12 wiki, nyota 12 wiki, hazina ni dhaifu. Ndio maana akasema atakuja atabomoa hiyo madhabahu. Alikuwa anajua kupitia ile Luka 22 ile 30 kwamba ataharibu kabila 12 na ule msingi wa dunia atauangusha kupitia ule mfumo wa Mathayo 24:1, Marko 13:1 na ile nguvu ya Luka 21 ule mstari wa 5. Tunaona sasa hapa kwamba Yesu alikuja kiunabii. Kwa hiyo hata hapa ndio maana akasema kwenye Mathayo 3 kwamba yeye anawabatiza kwa maji, lakini yupo atakayebatiza kwa Roho, yaani kwa fundisho. Alafu ndio twende kwenye hiyo Utatu Mtakatifu wa Paulo. Na shoka limekwisha kuwekwa shinani, basi kila mti usiozaa matunda mazuri ukatwa na kutupwa motoni. Kweli mimi nawabatiza kwa maji kwa ajili ya toba, bali yeye ajaye nyuma yangu ana nguvu kuliko mimi, wala sistahili hata kuvichukua viatu vyake. Yeye atawabatiza kwa Roho Mtakatifu, yaani kwa moyo wa Baba, na kwa moto. Kwa ile kweli yote sasa kuteketeza huo mfumo na kichaka cha unabii na ishara na miujiza zilizokuwa zinafanywa na adui. Kwa tunaona sasa hapa matokeo kwamba Baba ni nani? Baba ni kweli yote. Ukisoma kwenye Yohana mahali pa Yohana 14:16 utapata, hata Yohana 3 ile 33 utapata, na Yohana 8 ile 26 utapata Baba ni kweli yote na anatubatiza kupitia kweli yote. Tunaona mwana ni nani? Mwana ni kweli. Ndio maana nasema kwenye nguvu ya mahali ambapo panasema kwamba Yohana 14:6 yeye ndiye njia, kweli na uzima. Yeye sio mwili, yeye ni lile fundisho. Kwa hiyo fundisho ndio ile kweli. Ndio maana akasema mimi naitwa njia, naitwa kweli, naitwa uzima, kwa ajili ya kufundisha watu. Mimi sio ule mwili. Watu tuliangukia kwenye mwili, ile fundisho tukaachana nalo. Ndio maana unaona hata shetani anaita kwa jina la Yesu, wachawi wanaita. Ndio maana akamwambia wewe subirini mpaka magugu yakuwe pamoja, akija Baba atayaondoa. Kwa hiyo sasa hivi ndio anaondoa hayo magugu ndani yetu. Sasa tunaona huyo Roho Mtakatifu ni moyo wa Baba, ambao ukisoma kwenye nguvu ya Yohana 16 ile mstari wa 7 mpaka 16 anakuambia atakapokuja huyo Roho wa kweli, basi atatufundisha, atutie katika kweli yote. Ile Mathayo 10 ile 19 hivyo hivyo, na Yohana 8 ile 40. Tunaona hapo kwa ajili ya utimilifu na kuonekana waziwazi. Ndio wana akasema kwenye Yohana 1:5 ile 6 kwamba yule aliyekuja alikuja kuishuhudia tu ile nuru, hakuwa ile nuru halisi. Sasa kuna nuru ya kweli yote ambaye ndiye kweli yote. Sasa tunaona hapa kwamba waraka wa kwanza wa Yohana, ambapo ndipo chenga kubwa ilitokea juu ya nchi. Na ndio tunamalizia hapo.
kwa heshima yake Baba, kwa ajili ya kujifunza na tumeona. Nasoma kwenye waraka wa kwanza wa Yohana 5 ile 8, lakini nasoma kwenye 7. Wewe unaweza kuanzia 7 mpaka hiyo 9. Nasoma, naye Roho ndiye ashuhudiaye, kwa sababu Roho ndiye kweli. Kwa hiyo ule moyo wa kweli ndio unashuhudia. Sasa moyo wa kuachwa kwa kina mitume, kwa sababu walimkataa. Kwa hiyo hata Paulo hakuwa na Roho Mtakatifu, ilikuwa ni roho yule ya kutengeneza. Ili uone usije ukanipiga kwa mawe. Nitasoma hapa Yohana 7 ule mstari wa 37. Hata siku ya mwisho, siku ile kubwa, huyo kweli kwa refu Yesu akasimama, akapaza sauti yake akisema, mtu akiona kiu aje kwangu, anywe, aniaminie mimi, kama vile maandiko yalivyonena, mito ya maji yaliyo hai itatoka ndani yake. Na neno hili alilisema kwa habari ya Roho ambaye wale wamwaminio watampokea baadaye, kwa maana Roho alikuwa hajaja kwa sababu Yesu alikuwa hajatukuzwa, yaani hajafahamika na majina yake hajaisha kujulikana kwamba yeye alitumwa nini. Ndio maana yeye ni roho ya unabii. Ufunuo 19 ile 9. Naye akaniambia, andika, heri walioandikwa katika kalamu ya harusi ya mwana kondoo. Akaniambia, maneno haya ni maneno ya kweli ya yeye mwenyewe. Nikaanguka mbele ya miguu yake ili nimsujudu. Akaniambia, angalia, usifanye hivyo. Mimi ni mjoli wako tu na ndugu zako walio na ushuhuda wa huyo kweli kwa refu Yesu. Msujudie Baba ambaye ni kweli yote, kwa maana ushuhuda wa Yesu ni roho ya unabii. Kwa hiyo alikuwa hajaachiliwa. Kwa hiyo tunaona hapa ni maandiko tu, na ndio maana ile nguvu ya ishara, miujiza hazifanyiki na Baba, hazifanyiki na Roho, bali ni roho zile ambazo tayari zinatumia zile soul za ndugu zetu kupitia hii nguvu ya Ufunuo 16 ile 13. Nikaona roho 3 za uchafu zilizofanana na vyura zikitoka katika kinywa cha yule joka na katika kinywa cha yule nyama na katika kinywa cha yule nabii wa uongo. Hizo ndizo roho za mashetani zifanyazo ishara. Ndio Ufunuo hiyo 17 hiyo 19, Ufunuo 19:19. Kisha nikamwona huyo mnyama na wafalme wa nchi na majeshi yake wamekutana kufanya vita na yeye aketie juu ya farasi yule, tena na majeshi yake. Yule mnyama akakamatwa, yule nabii wa uongo pamoja naye, yeye aliyezifanya hizo ishara mbele yake, ambazo kwa hizo aliwadanganya watu wale walioipokea ile chapa ya huyo mnyama, nao waliosujudia sanamu yake majira ambayo si ya kweli. Chapa imeshapigwa, iko juu ya nchi. Sio kwamba ni injili tu ya unabii kwa ajili ya kutuwekea fia, yani woga, kwamba bana wakati wa mwisho tutapigwa chapa. Chapa tunayo, kwa sababu chapa ni mifumo hii ya kinabii iliyokuwa kwa ajili ya kuabudu mahali pa miti, mahali hizo ni sanamu. Nasoma hapa ile 8. Kwa maana wako washuhudia huko mbinguni, Baba, Neno na Roho. Nafikiri unaelewa sasa kwamba kule kwa Baba kuna kweli yote na kuna Neno ambaye ndiye kweli, na huyo anaitwa Roho Mtakatifu, moyo wa Baba, moyo wa kweli, Roho wa kweli, Roho Mtakatifu. Hiyo ndio mfumo pekee yake. Huo mfumo wa chini ndio tusomee. Kisha wako watatu washuhudiao duniani, roho, maji na damu.
na watatu hawa hupatana kwa habari moja. Hii sio ya baba. Baba yeye ni kweli yote. Mwana ina maana ni kweli. Roho Takatifu ni moyo wa kufundisha, sio moyo wa ishara, miujiza. Kwa hiyo namshukuru sana Baba mwema mzuri, ambaye kwa utimilifu wake amefuta silaha zote zilizokuwa zinatumika juu ya nchi. Kwako amefuta, hawatakuloga, hawatakuangamiza, hawatakunenea mabaya, hawatakufanya nguvu ya vituko, bali sasa utakuwa huru. Kwa hiyo yeyote atakayeumba neno kwa ajili ya mabaya kwako, mabaya kwa taifa, mabaya kwa viongozi, mabaya kwa ajili ya wananchi, watendao kwa haki, na mataifa makubwa kwa madogo, hakuna biashara ya neno kutumika. Neno amefutika, sauti yamefutika. Kwa hiyo maandiko kuclaim yamefutika. Hata huyo neno la ufunuo naye yamefutika. Hata huyo pumzi wa mauti yamefutika. Ina maana ni lazima tumshangilie Baba, kwa sababu tayari ufalme wake usioangamizwa na yoyote uko juu ya nchi. Kwa hiyo lazima tuinue nguvu ya kilele cha amani, kilele cha utulivu, na kilele ambacho ni cha furaha, kwa sababu tunaishi juu ya nchi. Kwa hiyo namshukuru sana kwa ajili ya Kweli TV, kwa ajili ya wote ambao mko katika kuangalia, mko katika kufundishwa na yeye. Baba awape nguvu na wafungue kila mahali, viongozi weupe, weusi, vijana, mabinti, wote, mataifa yote. Kwa hiyo Baba ametubariki na ametuinua, na yeye atukuzwe na asifiwe sana sana sana. Karibu Kweli Yote TV kwa ajili ya kudiscover peke yake na like, kwa ajili ya wote kuwashirikisha. Siku ya mwisho tayari iko juu ya nchi. Ubaya, wabaya, wachawi, waganga, maisha mbinguni hayapo tena. Tumebarikiwa.